Hivi nawezaje kula chakula halakuwa nyumba nzima inanuka dawa kiasi hichi? Yaani ugumu wa maisha wa nje, pesa yangu nitafute kwa tabu. Maisha yangu yenyewe pia naendesha kwa tabu. Na kuja nyumbani chakula pia nile kwa tabu. Yaani nyumba nzima kwa sababu inanuka dawa, nikae na bana pua na hivi. Huko nakula chakula, mimi naweza wapi? Hivi mume wangu, unavyodhani wewe haya mateso na manyanyaso unanipatia mimi, kunitukania mama angu, kunifedheshea mama angu, yaani wewe ujali ukimkuta barabarani au kukuta barabarani ukitukuta humu ndani unavyotusimanga hivi, ingekuwa namfanyia mama yako mzazi, wewe ungejisikiaje haya yote ambayo unanifanyia mimi? Wewe mtoto koma mtoto wewe. Umetumwa na nani? Kamwe mama yangu hawezi kuwa na laana kama mamako mzazi. Mamako katabanga huko kijijini, karoga kweli na kadunda kwenye nyumba za watu kwa sababu ya uchawi. Leo kuja kutupa sisi shida. Mamangu mimi uchawi. Wanapa nazungumza nani? Sasa mamangu, hivi nimetoka kuongea nini au kukuambia nini alafu warudia nini? Kwa mamangu mimi yale maradhi yake ni uchawi. Acha nikushauri kitu mke wangu. Mchukua mamako, mrudishe kijijini. Akaombe msamaha pale aliporoga akashindwa. Vinginevyo atatufia humu ndani, unipe kazi ya kupeleka mzoga wake kijijini. Mimi motoni. Hivyo mwanamke bwana salamu. Yaani mimi nakuta muda wote umekaa huko. Hamna mwanangu, mbona malizia hapa ili nije? Hamna mwanangu, niko namalizia hapa nakuja. Sidharau hizo. Kwa hivyo nazungumzia ni muhimu sana kuliko mimi, si ndio? Sasa mtafanyaje na mama amejisikia mnakula na nataka uje ndio namkurugia hapa. Kwa hiyo cha kufanya, ngoja nikuonyeshe kufanya mimi. Ngoja sasa nikuonyeshe kufanya. Fuata, njoo uje. Mama, mimi nilikuwa natoa kidogo nikutana na mkwe wako. Kuwa na amani mamangu. Haya. Jana ukaangalia boy. Ukutokea kabisa? Amna, unajua jana mambo yalikuwa mengi na isitoshe masuala ya kiofisi na kama mimi bana zaidi, kwa ndo wanashinda kabisa kufika. Hizo shughuli za kiofisi mpaka usiku. Sema tu ulikuwa na bebe, mnabebika na mke wako, mtafuta watoto hapo na nitakuelewa. Unacheka. Usilijua sasa na usikuatiza. Wewe bibi uko wapi kurudisha mtoto? Hayo ndo maneno yenu. Mke yuko wapi? Mtu simpendi, sina shughuli naye. Unapishana hospitali, tumbo hili ana mimba. Mna watoto 6, alafu mtu mpendi tu. Na moto wenu nyinyi. Pale nyumbani hakuna mwanamke anayebebea mimi watoto 6. Wala wawili wala mmoja. Yaani kifupi kwamba yeye yupo tu.
Haitatokea. Kuna watu wafi haraka. Kwa nini? Kitako na anakaba mpaka penati, yaani mpaka machimbo anaingia. Hamna akapata hela yule. Sana kwa nusu machoko huko. Tena mwambie mtu wako sote apande ukujue. Yaani utajua mwenyewe utatafuta njia gani hela isikie. Nusu kwenye biashara yangu. Simama hapo hapo. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki. Mtumwa mimi moto motoni. Asante mume wangu. Odi. Dada sasa hivi. Amani, kuna mama na kuna nao tukitafuta naye hapa. Sasa ameanguka hapo. Ameanguka? Tuma. Hali ya mama mpaka sasa hivi inaendelea vizuri. Tumemwekea drip nyingine na ikishakwisha tutamwekea na hii nyingine. Lakini kuna kitu kinanipa wasiwasi kidogo. Presha yake ipo juu sana. Sasa sijajua shida iko wapi wakati yuko nyumbani. Hapana dokta, mimi nahisi itakuwa ndani ya hewa tu ya joto, au yeye mwenyewe tu kuwa na msongo wa mawazo, kwa sababu tunajua tena hali yake anajiwazia. Lakini kama kuhusu sijui kama kuna kitu chochote ambacho yaani hakuna shida yoyote, yaani niko naye sawa kwa kila kitu, itakuwa tu labda vitu tu yeye mwenyewe. Labda ni kuendelea tu kukushauri, jitahidi sana kutenga muda wako. Mama anahitaji faraja, mama anahitaji ukaribu. Kwa hiyo tenga muda wako, hakikisha unakaa na mama, unamtia moyo, unamshauri, na hata hivyo pia mnatupa kazi rahisi sisi madaktari. Kazi inakuwa sio kubwa. Kwa sababu kama ninavyokuambia hivyo kwamba unahitaji ukaribu zaidi wa kuweza kukaa na mama. Ile asipate zile, unajua kuna vile vitu stress zile za hapa na pale. Ndio inapozidi zaidi kuweza kuleta shida. Kwa jitahidi sana kutenga muda wako. Hakikisha unatenga muda katika kipindi hichi ambacho mama hayuko vizuri. Dokta, mimi nikushukuru na mawazo yako nitafanyia kazi. Kama kitu kitakuwa sawa. Basi sawa. Kwa makini kwa hiyo. Na shukrani. Hivi, hii tabia kurudi nyumbani kwangu usiku imeanza lini? Mume wangu, sio kama nimefanya kusudi kuchelewa kurudi nyumbani, hapana. Lakini si nilikupigia simu kama mama yake ni mbaya, amezidiwa. Na kwa bahati mbaya hao zipo zifika kule hospitali, daktari akashauri atoe drip za maji. Kwa hiyo drip ndo zimechelewa kuisha, ndio maana tumechelewa kurudi nyumbani. Kwa hiyo, yani mimi nirudi nyumbani, alafu nije niwafungulie nyie mlango usiku, kweli inawezekana vipi?
Yaani mimi mwanaume niwe kurudi nyumbani, alafu nije kuwafungulia nyie mlango siku. Basi mume wangu, naomba unisamehe, naomba utufungulie tuingie ndani. Mama hali yake sio nzuri, naomba aingie ndani apumzike. Sikiliza. Usifanye mzuri sana kukaa kama mwalimu wa Kiswahili vile, si ndio? Chochote unachokizungumza mimi siwezi kuelewa. Haiwezekani mimi mwanaume niwahi nyumbani kurudi, alafu wewe mwanamke urudi saa hizi usiku wa manane nyumbani. Ni kitu ambacho hakiwezi kuingia akilini. Yaani mimi niwahi nyumbani kufungulia mlango. Sikiliza. Naamini nyinyi kila siku mnahisi kama nazungumza na maneno matupu. Lakini leo acha nifanye vitendo. Mtaala hapo nje. Mume wangu, mbona tufanyia hivyo lakini? Kwa ndio unatoka nje kweli? Kwani lakini unakuwa hivi? Basi sawa, usinionee huruma mimi. Naomba muonee huruma mama. Hayuko sawa. Wewe mume wangu. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki. Mtumwa mimi moto motoni, motoni. Nye. Oa. Kenda. Sawa kaka, hata kama wamechelewa ndo walaze nje na mvua ile kweli. Sasa kama una huruma si ungeenda kulaza kwako? Blaza, mimi nikalale na mke wa mtu bila idhini ya mmewe kweli? Sasa hivi matego yamekuwa mengi sana. Yaani wengine sasa hivi wanatumia ndoa zao kama biashara tu. Yaani mtu sasa hivi anakuja tu anakuambia mwanamke anajilengesha, anakuja anakufumania, unaenda kwa mwenyekiti unatoa 500,000. Usahau mimi hela kutoa 500,000 wapi? Ninayo. Unaona kabisa kazi yangu yenyewe ndio kama hivyo guest. Mimi nimekuja tu nimekuambia haijapendeza. Hilo sio nililokuitia. Masuala familia yangu, acha na familia yangu mwenyewe. Lakini wewe nilichokuitia hapa ni kitu hiki kimoja. Nahitaji kile chumba changu pale guest. Ukakiwekee, usikitoe. No. Samahani, nilikuwa naomba ruhusa yako ndio nikalale na mama. Kwani mama leo hali yake sio nzuri. Anaumwa sana. Na kwa hali aliyokuwa nayo hawezi kulala peke yake. Kwa nakuomba mume wangu. Wewe. Hivi una akili sawa? Una akili timamu? Hivi unawezaje kuniacha mimi mumeo hapa ndani, wewe kali na mamako huko nje?
Halafu mimi nalala na nani? Tena nina wasiwasi isije kuwa naishi na mume mwenzangu ndani ya nyumba. Mume wangu, maneno gani sasa unaniambia? Mamangu anaumwa, yupo katika hali mbaya na unajua hilo. Nimekuomba niende nikalale nao na nimalizia maneno yote haya kweli? Inawezekana mnashiriki mapenzi ya jinsia moja wewe na mama yako. Mungu, nimekuambia kwamba mama yangu anaumwa na hali yake leo sio nzuri, nataka nikalale naye. Wewe nimalizia maneno makali kiasi hiki mpaka unaniambia kwamba nafanya mapenzi ya jinsia moja na mama yangu? Kweli tumefikia huko? Unahisi nimekuonea sana? Sasa naomba unisikilize kitu kimoja. Tena naomba nisikilize kwa makini. Kama ni mama yako ndio aliyokuoa, nenda ukalale naye. Lakini kama ni mimi ndio niliyokuoa, na upande kitandani ulale. Pande kitandani ulale. Tenge mkubwa wewe. Kuja nitumie akili bwana. Kama nataka niende nikalale kwa mamangu. Mbavu ni unaweza kunata mimi umeo hapa ndani afu kana mamako. Jinga mkubwa wewe. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki. Mtumwa mimi moto motoni, motoni. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki.